Naendelea kuwaelimisha kwamba jamani, kikubwa ni kuzungumza. Kiangalia mauaji yote tuliyoyasema hapa, sio yale ya kwamba mtu alikaa akapanga miezi miwili mitatu kwamba nitamuua fulani. Wamebishana kidogo, mtu kaenda ndani kachukua panga akamkatakata mwenzake. Ni makosa yale ambayo yanatokana na kuto kuzungumza. Lakini kwa maana ya ubakaji, tunaendelea kuwaelimisha watu kwamba utajiri hauji kwa njia za mkato. Utajiri unakuja kwa kufanya kazi. Yaani haiwezekani mganga akudanganye kwamba yeye atakupa dawa ya utajiri iwapo utakwenda kufanya mapenzi na katoto kadogo. Kwa hiyo atakupa dawa ya utajiri. Tujiulize, kama hilo lingekuwa linawezekana, basi wabakaji wote wangekuwa waganga. Wao si ndio wanakuwezesha wao kabake ili upate fedha. Sasa katika hali ya kawaida wao ndio wangeongoza kwa ubakaji sasa ili wapate hizo fedha. Sasa kama wao hawabaki ili wapate fedha, kwa nini wewe unadanganywa? Nafikiri hili ni miongoni mwa mambo ambayo tunaendelea kuwafafanulia wananchi ili wajue kwamba utajiri unakuja kwa kufanya kazi, sio kwa huu ulaghai ambao unatolewa na hawa watu wa tiba za jadi au waganga wa jadi wasiokuwa waaminifu, kwa sababu sio waganga wa jadi wote wanashiriki haya. Lakini kama tumekwenda hivi salama mpaka leo, yawezekana kati ya kesho tukaingia kwenye sikukuu za mwisho wa mwezi wa Toba, mwezi wa Ramadhani. Niwaombe Wanakagera wote tusherekee kwa amani na utulivu. Tusiache nyumba peke yake. Tusiache watoto wazurule barabarani wakiwa peke yao bila watu wazima. Wanaoendesha vyombo vya moto wajitahidi waendeshe wakiwa hawajalewa, na kama atajigundua amelewa, basi watupigie simu, sisi tutakwenda kumchukua na gari yake tutampeleka nyumbani. Ila tukikukuta umelewa halafu unaendesha gari, unaendesha chombo cha moto ukiwa umelewa, wakati tumekupa fursa ya kutupigia simu tuje tukuchukue, tutakuwa wakali sana kwako, kwa sababu sasa unataka upewe nini? Kama tumekupa hiyo nafasi bado unataka kukinzana na sheria, manake wewe umeamua na umedhamiria na hauko tayari kutumia fursa ambayo sisi tumekupa.